Wapendwa wa Bwana, wakaliwa mafuta wa Mungu, tunawakaribisha tena katika siku ya leo, katika habari za mafundisho ambazo tunaanza kuziandaa kwa siku ya leo. Ni wenu mtumishi wa Mungu, Daktari Joseph Mutoka, kiongozi wa chuo cha Amo na tena mwalimu katika chuo cha Biblia cha Africa Ministries Outreach. Tunawasalimu nyote, pia tunasalimu viongozi Dr. Loret Dai na Ryan Lion pale pa Afrika ya Kusini. Tunasalimu Daktari Harerima na Gasana pale pa Kigali. Tunawasalimu viongozi wote wa Amo mahali wanapopatikana, sana zaidi wale ambao wanajitoa usiku na mchana kwa kufundisha na kulea wanachuo wa Amo katika vituo mbalimbali katika nchi mbalimbali kwa Afrika ya Kati, Afrika ya Kaskazini, Afrika ya Kusini na mahali popote. Tunashukuru sana kwa kujiandaa ili kupata kutusikiliza tena siku ya leo. Mafundisho yetu ya siku ya leo inazungumza kuhusu vitabu vya historia. Na katika vitabu vya historia siku ya leo tutasisitiza kwanza katika kitabu cha Waamuzi, kabla ya siku za usoni ambao tutafanya ufupi wa vitabu vyote vya historia. Kitabu cha Waamuzi ni kitabu ambacho tunapata katika vitabu vya Agano la Kale, na pia tunaona katika mafundisho ambayo tunafanya ya vitabu vitano vya Musa. Baada ya Musa kufariki, tunaona kwanza hatua ya kwanza inaanzia hapo na habari za Musa kumteua Yoshua kuwa kiongozi atakayemwakilisha na kuongoza taifa la Israeli katika nchi ya Kanaani. Na hatuwezi kurukia tu habari za kitabu cha Waamuzi bila kufahamu kama imetokana na nini. Kwa hekima za Mungu, Mungu alimuita Musa ili kuongoza taifa lake kutoka katika nchi ya Misri na kuelekea nchi ya ahadi, yani nchi ya Kanaani ambayo Mungu aliahidi Abraham tangu kusema ya kwamba kizazi chake kitaenda huko Misri katika utumwa, na baada ya utumwa Misri watarudi pia vile vile katika nchi ya Kanaani na kuimiliki. Na Mungu ametimiza ahadi hiyo ndani ya mtumishi wake Mose. Na kupitia hiyo tunaona ya kwamba Mose ametumika kazi ya kuongoza taifa la Israeli baada ya kuitwa na Mungu katika nchi ya Misri. Na hapo hatutaingia kirefu kuhusu Mose kwa sababu sio somo la leo. Pia vile vile tunaona katika maandalizi yale Mose baada ya kuitwa na Mungu amepata ujasiri mkubwa sana wa kusimama mbele ya Farao na kutoa ujumbe kwa Farao ya kwamba Mungu anahitaji taifa lake. Na hapo ndipo tunaona Musa ameelekea hapo, na baada ya Farao kufanya moyo mgumu, wale watoto wa Israeli wameruhusiwa kuondoka. Na tunajua habari ndefu ambazo zimepitia hapo, Farao kuwafuata miaka waliopita katika jangwa kabla ya kuingia hapo katika nchi ya ahadi. Na tunaona hiyo miaka ambayo wamepita katika jangwa walikuwa pamoja na Mose, na Mungu amewafundisha mambo mengi. Mungu amewaandaa katika jangwa, walikuwa wakifundishwa sheria za Mungu, wakifundishwa. Na hapo katika jangwa tunaona Mose amepata amri za Mungu, na mambo mengi sana yamefanyika katika jangwa. Yaani wamefanya miaka katika jangwa, lakini pia vile vile kwa ni miaka ya Mungu kujifunua kwao, Mungu kuwaelekeza, Mungu kuwaonesha ya kwamba yeye ni nani. Na baada ya Mungu kufanya hayo yote, Mungu amefikia watoto wa Israeli walifika katika kiwango cha kwamba wanaanza sasa kufanya moyo mgumu, na tunaona wamepata mapigo katika jangwa, ni mambo makubwa. Tunaona pia vile vile Musa, Mungu amemwambia ya kwamba ataona Kanaani lakini hataingia kwa sababu ya mambo fulani ambayo iliyotokea. Sasa kinaofuata hapo,
baada ya Mungu kuambia Musa ya kwamba Kanaani ataiona lakini hataingia, na pia vile vile Mungu amezungumza ndani ya moyo wa Musa kuandaa huyo mtumishi wake Yoshua. Na hapo hatujafika katika kitabu cha Yoshua. Tunaona katika kitabu cha Yoshua pia vile vile pana mambo mengi ambayo yamepitika ndani, na pia vile vile na kitabu cha Yoshua ndio kimeanza na kusema baada ya kifo cha Musa. Na pia vile vile hatuna somo ya kitabu cha Yoshua kwa siku ya leo, tutaizungumzia siku zilizo mbele ama kwa somo linalofuata. Sababu ya sisi kuongea hii inafahamika na tutakuja kujua baadaye. Tunaona vile vile kitabu cha Yoshua kimemalizika na kusema baada ya kifo cha Musa, na pia waandishi wamepanga vizuri. Tunaona pia vile vile hiyo vitabu vitano vya Musa tunaita vitabu vya sheria, vitabu vya Torati, na pia vile vile Musa na Yoshua amesemwa ndani. Lakini tunaona kuna kitabu ambacho kimekuwa specific kwa ajili ya Yoshua ambacho tutazungumzia kwa somo linalofuata. Pia vile vile tunaona ya kwamba mambo yote ambayo katika kitabu cha Yoshua nasema ni kitabu cha ushindi, ni kitabu ambacho Mungu ameonyesha uaminifu wake kwa watu wake, ni kitabu ambacho Mungu anakamilisha ya kwamba hawezi akadanganyi na mambo kadhaa. Atuishie hapo. Tunataka kuingia sasa katika somo lile ambalo kwa ufupi tunaona katika kitabu cha Waamuzi. Pia kitabu cha Waamuzi nacho kimeanzishwa na jambo kusema ya kwamba baada ya kifo cha Yoshua. Tunaona baada ya kifo cha Yoshua watoto wa Israeli walianza kubabaika. Walikosa mwelekeo. Na wakati walikosa mwelekeo, kila mtu alianza kujiongoza mwenyewe. Kila mtu alianza kujifanyia yale ambayo anayoyataka mwenyewe. Na sasa tunaona ya kwamba Mungu ameanza kuandaa waamuzi. Na tunaona hapo katika hicho kitabu cha Waamuzi panakuwa panakuwa kikamilifu waamuzi ambao wanatajwa, waamuzi 12 ambao wanatajwa kikamilifu, na kunakuwa wengine wanasema waamuzi wa 6 wakubwa na wengine waamuzi wa 6 wadogo, na pengine hiyo inasemeka tu kutokana na historia ambayo wamepitia ndani na muda na mambo mengine, sio kwa umri ama kwa heshima kubwa ama heshima ndogo. Ndiposa tunaona ya kwamba katika kitabu cha Waamuzi panakuwa mambo ambayo tunataka kuzungumzia kwa ufupi. Jambo la kwanza, tunaona wasi wa taifa la Israeli. Taifa la Israeli waliasi Mungu, na kuasi Mungu inatokana sana zaidi na agizo ambayo Mungu alifanya, patano ambayo Mungu alifanya na taifa lake. Kwa maana Musa na hao makuhani wengine walianza kuwafundisha sheria za Mungu, na Mungu aliwaandaa taifa lake hivyo, na hizo sheria za Mungu ama hilo patano ambalo Mungu alikuwa nayo pamoja na taifa la Israeli kupitia mtumishi wake Musa, ndiyo ilitofautisha. Hilo neno kubwa. Hilo patano la Mungu na taifa lake ndilo lilitofautisha watoto wa Israeli na mataifa mengine. Yaani Israeli wa Mungu ni yule ambaye anatembea na sheria za Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la kufuata, Israeli wa Mungu ni yule ambaye anatembea ndani ya ahadi ya Mungu. Ya tatu, ni mtu ambaye anakuwa na malengo tofauti ya mtu ambaye siye Mwisraeli. Lakini tunacholiona katika kitabu cha Waamuzi, utafiti na waandishi na wanateolojia wengi inaonesha wazi ya kwamba kitabu cha Waamuzi ni kitabu cha giza.
ni kitabu cha kumwaga damu, ni kitabu cha mashambulizi. Inamaanisha ya kwamba watoto wa Israeli wanapanda wanashuka, wanapanda wanashuka. Na hii ilisababishwa na nini? Walikuwa wakitegemea, yaani mwamuzi alipokuja anawaongoza katika sheria ya Mungu. Pia mwamuzi alikuwa akichukua kazi ya nafasi ya nabii wa Mungu, pia nafasi ya mfalme. Sasa anawaongoza. Katika Waamuzi tunaona mambo mawili. Watoto wa Israeli wanaasi, Mungu anawaadhibu, nchi jirani wanaingia wanawashambulia, alafu baadaye mwamuzi anateuliwa kwa kushambulia hao maadui. Baada ya kushambulia hao maadui, watoto wa Israeli wanapata nafuu, wanapumua, yani wanapata hifadhi, wanahifadhika. Ila baadaye nabii huyo ama mwamuzi akifariki, tunaona tena wanarudi katika takataka. Tena Mungu anateua na mwamuzi mwingine. Na jambo ambalo tunaona hapo ni kwamba mwamuzi alikuwa akiteuliwa wakati wa Israeli wanamlalamikia Mungu. Wanasema, Baba, utukumbuke. Hapo ndipo mwamuzi alikuwa akiteuliwa. Jambo la kufuata ni kwamba hao manabii wa Mungu ama hao waamuzi walikuwa wakiwakilisha Mungu kama nabii mkuu, ama kama yule ambaye anakuwa na neno kubwa kwa taifa la Israeli. Pia vile vile walikuwa wakiwakilisha Mungu kama vile mfalme mkubwa wa taifa la Israeli. Hiyo ndiyo kazi ambayo tunaona ilikuwa ikifanyika kwa hao manabii wa Mungu. Baadaye tunaona ya kwamba Mungu anaonesha ukuu wake ya kwamba hapendi dhambi na anaadhibu dhambi, lakini anampenda mwanadamu. Tena Mungu anaonekana kuwa nuru kubwa katika giza. Tena Mungu anaonekana kuwa msaada wa taifa lake wakati mgumu. Tena Mungu anaonekana kuwa Mungu mwenye rehema na Mungu mwenye fadhili, anayehifadhi wanaomhitaji, anayeinua wanaojishusha kwake. Na hii tunaona katika kitabu cha Waamuzi. Damu imemwagika ili taifa lipate kukombolewa. Na tunaona pia vile vile mwamuzi anakuwa kama mwakilishi wa mwanadamu na Mungu. Na pia vile vile tunaona picha kubwa ambayo inaonekana hapa ya kwamba mwanadamu katika wakati huo alikuwa akihitaji mwakilishi, alikuwa akihitaji mteteaji, alikuwa akihitaji yule ambaye atakayemsemea, alikuwa akihitaji mtu ambaye atasimama mbele za Mungu na kusimamia taifa lake kwa kuangamiza adui. Hiyo ndiyo mambo ambayo tunaona katika kitabu cha Waamuzi. Pia vile vile tunaona kitabu cha Waamuzi, Mungu anaandaa kuzindua taifa lake. Haijalishi shida wanaopitia ndani, haijalishi giza ambayo waliona, haijalishi lolote, lakini tunaona ya kwamba Mungu anaonesha giza kubwa. Haleluya. Mungu anaonesha nuru kubwa katika giza. Yaani ufunuo wa giza. Yaani Mungu anaonesha taifa lake ya kwamba pana shimo kubwa mbele yao. Pana shimo kubwa mbele yao. Lakini katika shimo hilo Mungu anajionesha ya kwamba yeye mwenyewe ndiye suluhisho katika shimo hilo. Mungu anasimama kuwa suluhisho katika shimo hilo. Haleluya.
Mungu anasimama kwa yeye ndiye mteteaji. Mungu anasema kwa yeye mwenyewe ndiwe anaweza kutatua shida ambayo wanadamu wanakuwa nayo. Na tena Mungu anaonyesha kwa yeye ndiye jibu tosha katika matatizo ya wanadamu. Haijalishi udhaifu, haijalishi kutokujiweza, haijalishi hali yoyote mbaya ile ambayo imewatokea. Hapo Mungu anajionyesha kuwa mteteaji wao. Na kwa hiyo tunashukuru Mungu katika yote ambayo amejionyesha na katika taifa lake. Ambao unayotusikiliza siku ya leo, tunatangaza ya kwamba giza yoyote ambayo imetokana na maisha yako Mungu anaenda kuiondoa. Pia tunatangaza ya kwamba kila kitu ambacho kinachokutisha siku ya leo, najua ya kwamba pana kitu ambacho kinatutisha na kinasababishwa na dunia, kinasababishwa na shetani, kinasababishwa na miili yetu, kinasababishwa na asili zetu, kinasababishwa na mambo mengi. Inakuchoma moyo, inabidi ulalamike, inabidi usimame mbele ya Mungu kama mtoto na kupiga yowe mbele za Mungu na kusema, Baba, nimekosa, nisamee. Usimame kama mwana mpotevu na kusema, Baba, nimekosa, nisamee. Mungu ataleta restoration. Mungu ataleta restoration. Mungu atakuumba upya na kufanya kuwa taifa mpya. Mungu atakufanya kuwa nuru katika giza. Mungu atakufanya kuwa taa usiku. Mungu atakufanya kuwa nguzo la moto usiku, na utatembea sawasawa na ahadi za Mungu. Usikate tamaa. Haijalishi giza, haijalishi yale ambayo yanayotokea. Watu wanasema sijui una balaa, sijui watu wamekufungia, sijui una mambo mengi ambayo inazuia maisha yako, lakini nakuambia kwamba suluhisho iko. Wala usikate tamaa. Tunamalizia hapo kwa siku ya leo. Mungu akubariki, Mungu akuinue, tena Mungu akuhifadhi katika kila jambo ambalo unalolipitia siku ya leo. Usikate tamaa, kwa maana Mungu Yesu Kristo ni nuru katika giza. Yesu Kristo ni suluhisho katika hilo swali linalokusumbua unalokuwa nalo. Pokea siku ya leo ujumbe huu kupitia jina la Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu aliye hai. Amen.